Nchini Tanzania bado wanatikisa mtandao wakimshinikiza Rais Samia Suluhu Hassan kuhusu madai ya kasoro kwenye uchaguzi. Kwa siku ya pili mfululizo, mitandao kama vile X, TikTok na Instagram imefurika video, vichekesho na maoni yanayoonyesha jinsi vijana wa Kitanzania wanavyofanya maandamano yao. Mudhoni Brenda alifuatilia mitandao hiyo mchana kutwa na kutuandalia ripoti hii. Sababu ni kwamba kwa jirani kuna waka moto na mwekezaji hakai kuna kuwaka moto. Kauli hii iliyotolewa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akirejelea maandamano ya vijana wa Gen Z hapa nchini Kenya sasa imegeuka kuwa kielelezo cha kinaya na kana kwamba ni kulipiza kisasi cha maneno. Vijana wa Kenya leo wamemiminika mitandaoni kumkejeli, wakisema sasa kwa Samia, yaani kwa jirani ni moto si moto. So guys, good morning. Kwa jirani bado kuna ungua. Kwa jirani things are boiling nicely. Na kama walivyoahidi, vijana wa Kenya wametoa mawaidha ya kufanya maandamano bora kwa wenzao wa Tanzania. Kwanza, nyinyi mko kwa political crisis. Katika vita vya kisiasa. Kazi mumekaa, kazi ni kusikiliza wimbo za Diamond, kazi ni kutunga nyimbo za Gen Z wa Tanzania wameonekana kufuata ushauri huu na kuwageukia wasanii wote wa bongo waliomuunga mkono Samia Suluhu Hassan. Msanii Billnass anayejulikana kwa wimbo wake wa Puu alikuwa wa kwanza kukumbwa na makasiriko ya vijana wa Tanzania. Billnass alimpigia kampeni vikali Samia Suluhu Hassan, hasa katika kurasa zake za mitandao. Duka lake Nengatronics la vifaa vya kielektroniki liliteketezwa hapo jana, vijana wakionekana kushangilia miale hiyo ya moto ilipokuwa inaangamiza duka hilo. Msanii wa bongo kwa jina la Shilole pia amehisi hasira hizo za vijana moja kwa moja. Anamiliki hoteli maarufu Tanzania kwa jina la Shilole Foods. Mkahawa huu haukuepuka ghadhabu za vijana, ukiteketezwa hadi kuwa njivu. Na katika ule ushikamano kati ya kizazi cha Gen Z wa Kenya na wa Tanzania, vijana wa Kenya wameweka ilani kwa wasanii wa Tanzania wakiwashauri wasalie kwao nyumbani, maana wakija Kenya moto ni ule ule. Mudhoni Brenda, runinga ya TV47, Nairobi. Na asante sana Mudhoni Brenda kwa taarifa.